Usiku na mchana nakupa sifa, day and night Lord I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Otherwise nashukuru Bwana kwa sababu ya siku hii ya leo. Mungu ametuwezesha tena kuwa hapa, na ninaamini kwamba tutajifundisha kitu ambayo itakuwa ni baraka katika maisha yetu, na kuuliza kwamba tufungua moyo wako uwe tayari kupokea kutoka kwa Bwana. Just open your heart and the Lord is going to bless you. Nilikuwa nataka kuendelea tu na ile ujumbe ambao nilifundisha hapa juzi 2 weeks ago. Nimeongea kuhusu tunda la Roho, na nataka kuweza kujenga juu ya huo ujumbe. Hii ujumbe wa leo uweze kuwa ndio utakuwa wa mwisho. Kwa hiyo sikutaka iwe series mrefu, but I just want us to focus on that. A Christian who is fruit bearing, Mkristo ambaye ni wa kuzaa matunda. Na naamini Bwana ataweza kutubariki. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo ninakushukuru kwa sababu ya uwepo wako kati yetu. Baba, tuliweza kutoka nyumbani tukaja katika hekalu lako. Mioyo yetu itamani sana kukutana na wewe. Ninashukuru kwa sababu ya uwepo wako kati yetu Bwana. Najua kwamba tunapoenda kutoka hapa siku ya dhuhuri ya leo Bwana, tutatoka na ujumbe ya kwanza. Umeweza kuwa pamoja nasi na umetubariki. Naomba katika jina la Yesu, enda ukatuhudumie. Weka neno lako katika kinywa mwangu, uweze Bwana kupata na kuweza kuambia watoto wako, na kila mmoja wetu akibarikiwa. Heshima na utukufu ni kwako. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. So tulipokuwa hapa wiki ile nyingine tuliweza kuongea kuhusu tunda la Roho, na ninakumbuka vizuri sana kwamba kuna tunda nilikuwa nayo hapa ya chungwa. Nikaweza kuelezea kuhusu maana ya tunda la Roho ni nini, na tukaona kwamba Mungu anataka tuweze kuleta virtues ambazo zinaenda na maisha yetu kama vile tumeitwa kama watoto wa Mungu. Na tuliweza kuangalia hayo maneno kwa Kiingereza. Tuliweza kuangalia katika kitabu ambao ni niangalia the book of Galatians, you can remember chapter 5 from verses 22 there. Ndio tuliweza kusoma, na tukapata kwamba tuliona ni love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness and self-control. Hiyo ndio tunaona kwamba Paulo aliandika hapo akasema kwamba tunda la Roho inahitaji kutoa virtues kama hizo. Na siku leo nataka kuendelea kujenga juu ya mafundisho ambayo pia Yesu alifundisha katika Gospels, na mimi kama tutagusia kidogo nje ya hiyo kuhusu mambo ya tunda. Najua kwamba Mungu wetu ataweza kutubariki. But before we enter into the message, kuna swali moja nataka tuweze kuelewa. Tunapoongea kuhusu matunda huwa yanatolewa kwa mti. Huu mti ndio huwa anazaa hayo matunda. Na wakati wowote ambao unapopanda ule mti, uwe kwa natumaini ya kwamba baada ya wakati fulani nitaweza kuvuna. Kwa mfano, utaenda upande mti yako ambao labda ni mchungwa, ama upande mwembe, ama upande avocado kama watu wanavyopanda siku hizi. Tumaini moyoni mwako ni kwamba siku moja utakuja uvune na uweze kupata mapato kutokana na ile mtunda ambao umepanda. Lakini niambie, baada ya wakati fulani urudi upate kwamba kama for example avocado, naambiwa kwamba hizi zimekuja siku hizi za ash, wanasema huwa inazaa kutoka miaka 3 mpaka miaka 5. Hapo ndio huwa inafikisha kilele chake, by the 5th year inakuwa imezaa vizuri. Sasa upate kwamba umepanda, na wakati huo ukifika hakuna kitu umepata kwa ule mti. Unje kwa shamba lako tu uende upate kuna miti kadhaa ambao hata 5 years ikifika, hata labda ukipitisha haizai. Lazima moyoni mwako utakuwa unasumbuka, kwa nini huu mti uendelee kukaa hapa? Na wakati mwingine pia kuna mengi ambayo tutajifundisha tunapoendelea siku ya leo kuweza kuangalia ya kwamba kuna kitu ambayo Yesu anataka katika maisha yetu. Ningependa tufungue Biblia zetu katika kitabu ambao ni ya Yohana chapter 15 verse 16. John chapter 15. Nataka tuangalia hapo. Tuangalia mstari ambao ni wa 16. Yesu alisema hapa,
Akasema kwamba you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Na nataka tuangalie portion ya kwanza tu. Sema kwamba you did not call me, you did not appoint me, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Bwana asifiwe sana. Now hapa ni Yesu mwenyewe ndiye anaongea. Anasema ya kwamba sio wewe ulichagua mimi, sio wewe uliyeniita, ni mimi nilikuita. Alipokuita na kaita mimi, ametuita with a purpose, for a purpose. Amekuita na akaniita, anasema kwa jambo moja, kwamba that we may bear fruit. Tumeitwa tuzae matunda. Na unapata kwamba kwa hii matunda ambayo tunaongelea juu yake, kuna matunda, kuzaa matunda aina mbili. Shikilia hiyo ndugu yangu. Kuzaa matunda aina mbili. Aina moja ni self reproduction. Self reproduction. Na aina ya pili ni tunda la Roho, vitu viwili, ile ambayo tulijifundisha last time. Self reproduction ni mahali ambayo unatakikana as a Christian, self reproduction uweze pia multiply. Uweze kuwa kwamba unazaa matunda kwa maisha yako kama Mkristo, kwa kuleta wengine katika ufalme wa Mungu. That is self reproduction. Usiwe Mkristo kama vile tumejifundisha Bible study siku ya leo, usiwe Mkristo ambaye azai matunda kwa njia ya kushiriki neno la Mungu na watu wale wengine, ukawaambia Yesu anawapenda na wakaokoka. Hiyo ni jambo moja Yesu anasema, I called you that you may bear fruits. In fact, it's not called, they don't call it fruits, ni fruit. Now, tuzae tunda au tuzae matunda. Hii tunda unaona tukiambiwa tuzae lile ambayo iko na zile characteristics ambayo tuliona wiki ile nyingine. Na wanasema niliwaita ili mzae hiyo tunda. Jambo la pili ni kuzaa tunda la Roho. No, kuna kazi, jukumu ya kuweza kuleta mioyo katika ufalme, na kuna jukumu pia ya kuweza kutoa matunda au tunda katika maisha yetu tunapotembea na Bwana. No, ningependa tuangalie katika Biblia ndio tuone kwamba wakati mwingine japokuwa Mungu anatarajia, wapendwa, nataka tusikize hii, japokuwa Mungu anatarajia kwamba tuzae matunda, not many of us tunapoambiwa tuzae matunda, wanazaa matunda kama vile tumeamrishwa katika neno la Bwana. Nataka uangalie in the book of Luke chapter 13. I want us to read from verses 6. Luke 13. Tuangalie kutoka mstari wa 6 tuendelee mpaka 9, and then we are going to read further. Hapa ni Yesu anaongea. Neno la Mungu latueleza vile Yesu alifanya, and he also spoke of this parable. A certain man and a fig tree planted in his vineyard. And he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of the vineyard, Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? But he answered and said to him, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well, but if not, after that you can cut it down. Ngependa pia at the same time usome tu Luke 21 verse 17. Lakini ujue tuko hapa. Luke chapter 21. Sorry. 21 kutoka mstari ambao ni wa 17 mpaka 19. 17 to 19. Nasema hivi. Sorry. Not Luke but Matthew, sorry. Matthew, I'm sorry. Matthew. We're reading chapter 21 and from verses 17. Nasema hivi. Then
he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged there. Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry, and seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves. And he said to it, let no fruit grow on you. Over again, immediately the fig tree withered away. Wapendwa, kwa hiyo hizo verses ambayo tumesoma, kuna kitu kimoja ambayo inatokelezea vizuri sana kwa kila mmoja wetu. Unaposikia vile Yesu anaongea hapa. Yesu anaongea anasema ya kwamba siku moja kabla tujarudi pale mahali ambayo tulisoma katika Luke chapter 13, maandiko inatuambiaje kwamba siku moja hii Yesu alikuwa anatembea kutoka Bethany na akaweza kuona hii mti mzabibu ulikuwa kwa njia fig tree. Alipopitia pale, maandiko yanasema kwamba alienda na alikuwa na njaa, kama vile anajua wengine wetu tunapenda matunda. Alikuwa na njaa, akaenda akaangalia huo mti, akaona kwamba hakuna tunda hata moja. So ikabidi kwamba akose tunda, na alipokosa akanena maneno. There is power in the spoken word. Akanena maneno kwa huo mti, akamwambia, nimekosa ya kula kwako leo. Kutoka siku ya leo, ukiangalia maneno aliyonena pale yalikuwa mazito. Kwamba alipoulaani ule mti, maandiko yanasema kwamba it started withering hapo. No, kitu ambacho nataka uangalie hapa, the main issue hapa ni kwamba Yesu Kristo anatafuta mitunda. Anatafuta ndio inaleta shinda hii yote. Is interested, anatafuta ile tunda katika maisha ya kila mmoja wetu siku ya leo. Katika Biblia mahali tumesoma ile kitu ilifanya alaani ule mti ni kwa sababu ilikosa nini? Tunda. Sema tunda. Ilikosa tunda. Na tukirudi katika mahali ambayo tumekuwa tunasoma in the book of Luke, ningependa kwamba uangalie pale pia uone shida iliyoko pale. Waangalie kutoka mstari wa 6. He also spoke of this parable, a certain man and a fig tree planted in his vineyard, and came seeking fruit on it and found none. You can see the two zinafanana. Yesu wakati ambao anatoka Bethany akitembea, anakuja anapata kwamba ule mti hauna tunda na anaulaani. Mwingine asikule kutoka kwa hiyo tunda, kule mti na ukaanza kukauka. Hii nayo shinda ile iko pia. Hii mwenye kupanda kwa shamba lake la hii mizabibu alikuwa amepanda, anaangalia anapata kwamba anakuja kuangalia baada ya miaka ngapi? 3. Baada ya miaka 3 ameenda amepanda, hakuna kitu. Anakuja anapata kwamba hakuna kitu kwa ile mti na ni katikati ya miti mingine. Usisahau kwamba huo mti haukuwa peke yake, ilikuwa miti mingi. Sasa mti moja hii ikawa kwamba hakuna matunda. Ndio akaambia mfanyakazi, kwa nini? Ukiangalia statement ambayo imetumika pale, it's a very strong statement. Mstari wa 7 sikiza. Then he said to the keeper of the vineyard, look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? That's a very strong statement. Occupy space ya nini? Kwa nini hii mti iko hapa? Hakuna kitu. Na vile ungefanya hata kama ni wewe. Sasa unataka kitu ambacho ni productive. So, nimewaambia Mkristo anataka azae matunda mara mbili. A produce tunda la Roho, Galatians chapter 5 from verses 22, na pia kuweza kujireproduce according to John chapter 15 verse 16. Ajireproduce yeye mwenyewe. Na matunda ambayo unazaa yakae. Sasa Yesu anapotembea, nataka msikize kanisa na wale ambao mnafuata kwenye mtandao. Yesu anapokuja kwa maisha yetu kama Wakristo, anaangalia matunda, aina hiyo mbili ya production ya matunda. Are you productive on the area of reproducing yourself? Kujiproduce, nasema kujiproduce ni kule kwenda ukashiriki na mtu mwingine, ukamwambia Yesu anakupenda. Ukahubiria mwingine, through person to person witnessing, how through even modeling maisha yako kwa mtu, how kwa njia nyingine ambayo itafanya mtu akuje kwa Yesu. That is reproducing yourself. Now, kaa chini ujiulize. Yesu anasubiriwa na miaka 3. Kwamba hii mtu imekaa hapa 3 years na hajazaa. Na wewe ikawa ndugu wengine wetu hapa tumekaa sio miaka 3 peke yake.
tumekaa miaka mingi, tumekaa wakati mrefu na hatuzai matunda. This is a challenge I'm giving to each one of us as Christians. Hatujazaa matunda kwake Yesu. Sasa to make the matter worse, anakosa hii ya kujireproduce, anakuja pia anaangalia the fruit of the spirit ambao tulishiriki wiki nyingine, ambao tumesema kwamba tumeona iko na kanuni kama 9 hapo katika Galatians chapter 5 verse 22. Uangalie hiyo pia, na anaangalia kwa maisha yako haipatikani. So Yesu anasemaje? Anaambia mfanyakazi wake aje, akamwambia miaka hii 3 nimekuwa nikija sipati chochote kwa huu mti. Kwa nini unaendelea kuoccupy space? Ni kwa nini? Na kwa hivyo ikawa kwamba wakati ambao alipoona kwamba hakuna kitu inaleta, akamwambia ile kitu alimwambia kata. Alimwadvise akamwambia fanya nini? Kata hii mti na utupe kwa moto. Can you see the solution ambayo inachukuliwa hapa ni ya kuwaste hiyo kitu. Kata na utupe. Lakini wapendwa, unapata kwamba huyu ndugu huyu naye ambaye ni mfanyakazi alimjibu. But he answered verse 8. He answered him. So Yesu anaangalia. So akaambia nataka uangalie mahali maneno iko hapa. Huyu kijana au mfanyakazi akasema kwamba Bia amemwambia kaka, alikuwa anamwambia kaka sibua. Unajua hiyo kia amekashirika anataka hiyo space ni kwamba kaka labda ushinde uitoe upande mwingine hapo. So akamwambia hapana, basi tufanye hivi, tuipatie mwaka mwingine moja, just 1 year. Tuongezee wakati. Akasema nipatie fertilizer, nitengeneze, niweke maji, tuione kama itazaa. Alafu akamwambia kama ikikataa kuzaa saa hii tuikate. Lakini ikizaa akasema vema. Wacha niwaambie wapendwa, vile tunavyotembea na Mungu namna hii, ni vizuri kuelewa jukumu zetu kama watoto wa Mungu ni gani. Jukumu number 1, Yesu amesema mimi sio mlioniita. John chapter 15:16. Mimi namkuita mimi ndio niliowaita. Hakuna mtu hapa aliita Yesu. All of us were called. Ulitembelewa na Bwana kupitia mtumishi wa Mungu. Bwana akakunenea kwa njia zake na akakufikia. Baada ya kufikia wewe, akakupatia responsibility. Akwambia your responsibility is number 1, reproduce yourself. Like father, like son. Mimi nimekuokoa. Na wewe pia leta wengine. So anangojea mwaka 1, miaka 2, miaka 3, miaka 5, hakuna mazao kwa upande wa kujiproduce mwenyewe. Nataka hiyo swali ibaki kwa mawazo yako. Ya pili, tuliongea kuhusu tunda la Roho. Akaangalia hizo virtues maishani mwako nazo pia zinakosa. Kama ni mambo ya upendo, unapata kwamba upendo ndani ya maisha yako amna. Kama ni mambo ya furaha ndani ya maisha yako amna. Kama ni mambo ya amani ndani ya maisha yako amna. Kama ni mambo ya kuvumilia maishani mwako amna. Kama ni mambo ya kuweza kuwa na wewe ya huruma, kindness, akiangalia ndani yako amna. Kama ni mambo ya kuwa na goodness, ule uzuri wema wa mtu ndani ya maisha yako, akipata hapati. Kama ni upande wa faithfulness, akiangalia uaminifu wako kwake amna. Akija kuangalia kama ni mambo ya kunyenyekea na kuwa na self control hakuna. Na mengine mengi ambayo anatamani kutoka kwetu. Now, ikifika hapo, nataka muangalie wapendwa, vitu mbili. Reproducing yourself and producing the fruit of the spirit. Anakuja anaangalia, na wewe mtu ambaye unatembea na yeye anakosa. Na unasikia anamwambia, nimekuja hapa miaka 3, sioni kitu. Hii mtu ina occupy space kwa nini? Nawe kama Mkristo jiulize, mimi kama Mkristo, kama mtoto wa Mungu, nina occupy space katika ufalme wa Mungu ya nini? Kama sizai tunda katika ufalme wa Mungu. Hiyo ni very very important and very powerful question kwa kila Mkristo ambaye ameokoka. Now, huyu akamwambia, unaona vile kiko, akamwambia hapana. When God was about to deal with us, anawacha kwa sababu kuna hiyo anaambiwa wacha tumpatie another chance. Our God is God of second chance. Anatupatia another chance. Kama ulikuwa ufanyi, anakupa nafasi. Kuna wengine wetu ambao huwa tunafikiria, I want you to go up, verse 2. Hapo mahali tunasoma Luke. I want you to read from verses 2. Inasemaje? Maana yanasema, nataka tuanze kutoka from verse 1.
There were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, "Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered just things? I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the Tower of Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish." There is something I want to say here. Wapendwa, hapa ni watu walikuja kwa Yesu wakaanza kumpatia mfano, akaanza kufundisha wao. Akamwambia Yesu, akawa anawaelezea kwamba kuna Wagalilaya ambao wakati fulani walikuwa wamekosa na damu yao ikachanganywa na nini? Pilate akachukua damu yake, anasema kwamba he mingled their blood with their sacrifices, na akawafanyia vile aliwafanyia. Alafu anapeana mfano wao ambao waliangukiwa kwa watu 18. Nyumba ilianguka hata siku ya leo, wakaangukiwa kwa nyumba watu 18 wakakufa kule Siloamu kule Yerusalemu. Kama unafikiria hawa watu ndio mambo watendekea, walikuwa wabaya sana. Ni walikuwa wabaya kushinda wengine nyakati hizo. Hata kwetu kuna vitu unapata watu huku, unafikiria hao watu unapowapata wewe umebaki hiyo mambo kukupata. Are you better than them? Let me tell you, it's because of the second chance. Kwa sababu Mungu anatupatia nafasi, unaona kwamba anawapatia huu mfano. So huyu kijana akamwambia tungojee mwaka mwingine moja. Mwingine na anala chance, wapendwa. Mungu amekuwa akiangalia maisha yetu. Amefika mahali anasema, hapana, hai Bwana, I'm tired with these servants. Hawa watoto wangu waniridhishi. Hawafanyi vile mimi nawaambia. I can do away with you. Na remember, Mungu hata akiachana na wewe ndugu, hii kazi tu inaendelea. So mimi nasema hivi wapendwa, let us be obedient to the voice of God. Nasema hivi kwamba Kristo anaangalia katika maisha yetu na anatafuta kama atapata tunda katika maisha yetu. Now what is required here ni kwamba mahali ambayo tumefail, mahali ambayo tumekosa kufanya mapenzi ya Mungu, kila mtu mwenyewe ajioji. Usingojee mchungaji akuulize maswali. Usingojee mtu mwingine, jioji mwenyewe kama ninazaa matunda katika maisha yangu. Nazaa matunda ya kujiproduce na matunda ya kuzaa tunda la Roho ama hapana. Now, wakati moja in the book of Luke chapter 3. Nataka waangalia hapo. Luke chapter 3, wakati huu ni wakati ambao watu walikuja kwake nani? Walikuja kwake Yohana Mbatizaji. Walipokuja kwake kutoka mstari wa 7, Mungu anasemaje? Luke chapter 3. Sema kwamba then he said to the multitudes that came out to be baptized by him, "Blood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore, bear fruit worthy of repentance, and do not begin." Now, hiyo ndio kitu tulikuwa na haja nayo sana. Akawaambia kwamba mzae matunda ya kuonyesha ya kwamba mmetubu. Wapendwa, tunapokuja kwake Yesu, there is need for us to bear fruit worthy of repentance. Na nimewaambia fruit ambayo tunahitajika mbili. Fruit ya kujireproduce na fruit ile ambayo ni Roho wa Mungu. Kwa hivyo tujitoleeni mahali huko, show repentance. Mungu repentance, unajua watu wako friendly kwa mambo ya kurepent. Repenting is saying I am sorry. Please forgive me. That is what we call it, repentance. First of all, you confess kwamba umefanya makosa, umekubaliana nayo, then you say I repent. I am very sorry Lord, I'm not going to repeat it again. But unapata kwamba we repent, but we continue doing that which you are doing before. Si mapenzi ya Mungu wapendwa. When we talk about repentance, inamaanisha kwamba you change totally. So Yohana anawaambia hapa, nani anawaambia kuhusu hukumu ambayo inakuja? Mnakimbia kwangu kusema kwamba mnakuja kutubu, mnakuja kubatizwa. Kawaambia zaeni matunda ambayo yanaonyesha kwamba umebadilika. Na sisi kanisa na wapendwa ambao wanamsikiza, we need to manifest change in our lives. Usikae tu vile unakaa ndugu. Change is what brings life. Change and do the will of God, and the Lord is going to bless us. Also, unapata kwamba kitu kingine ya muhimu sana katika hali ya kutembea na Bwana ni kuweza kujua mapenzi yake. The will of God.
The will of God ni gani? Unajua ndio uweze kutii, lazima ujue mapenzi ya Mungu ni gani. What you are supposed to be doing. Na mapenzi ya Mungu mimi naamini wapendwa, haipatikani kwingine isipokuwa kwa neno la Mungu. Haipatikani kwingine isipokuwa tunasimama kwa madhabahu tunasema thus says the Lord. Hayo ni mapenzi. Na Paulo aliweka uzito sana katika kujua mapenzi ya Mungu na kuweza kuyatenda. Ningependa tuangalie in the book of I want us to read from the book of Colossians chapter 1 verse 9 and 10. Wakolosai mlango ambao ni wa kwanza, tuweze kusoma mstari wa 9 na 10. Hapa ni Paulo uone uzito ambao anaweka katika hali ya kufanya mapenzi ya Mungu na kutembea kwa njia zake. Anasema for this reason we also, since the day we heard it, we not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Hiyo ni kitu ya kwanza. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him. I want you to note that. Paulo anasema kwamba naambia kanisa la Wakolosai. Paulo anasema kwamba kutoka tusikie kuhusu nini? Kuhusu kanisa la Kolosai. Wewe makanisa hii, most of these churches zilikuanga kule Turkey, mahali watu wanaenda kununua nguo siku hizi. Unapata Uislamu ilipokuja ilipiga makanisa huko mpaka ikayamaliza. Na hii ni kanisa ilikuwa kule Turkey huko Kolosai. Na inasema kwamba Paulo akawa anasema kwamba ombi ambalo tunaomba kwa moyo wetu, kitu ya kwanza is that uweze kuwa filled with knowledge of God's will. Hiyo ni kitu ya muhimu sana, na wisdom na spiritual understanding. Wapendwa, kitu tunahitaji ni kumjua Mungu. Jua mapenzi ya Mungu ni gani. Na mapenzi ya Mungu leo nimewaelezea ni gani kuhusu fruit bearing. Mapenzi ya Mungu ni kwamba kwanza kabisa reproduce yourself. Usikae tu kuwa tu pale uko hapo, you are spiritually barren, you are not bearing any fruit in the kingdom. Si mapenzi ya Mungu. So ukisaa kuwa kwamba umejua hivyo mapenzi ya Mungu ndio hayo, anasema kwamba pia uwe na wisdom na spiritual understanding ya haya mambo. Kwa sababu mara nyingi ni kukosa unakosa hekima. Unaweza kuwa unajua mambo haya lakini if you don't apply spiritual wisdom to it, it's not going to help us. Hiyo ni kitu kingine. Jambo lingine ambao anaongea juu yake katika mstari wa 10, very very powerful, kwamba that you may walk worthy of the Lord. Utembee kama vile Mungu amekuita. Utembee ukimpendeza Mungu. Utembee ukifanya mambo ambayo yanamfurahisha. No, swali nauliza siku ya leo kuhusiana na fruit. Yesu anakuja kwa mti, anaulaani sababu umekosa tunda. Huyu mwenye shamba anaambia kijana, ngoa, ondoa hapa, haina maana kukaa hapo kwa sababu ya kukosa. Nasi tujue mapenzi ya Mungu ni gani. Mapenzi ya Mungu, perfect will, ni tuzae matunda katika ufalme wake. Jambo lingine ni kwamba tutembee tukimpendeza. Tutembee tukimpendeza Mungu wetu na tuweze kuangalia mstari unaofuata mwingine, and fully pleasing him. Jambo la pili, being fruitful in every good work. Tuweze kuwa kwamba tunatoa matunda katika matendo mema. Na matendo mema hayo ni yale tumepata pale katika Galatians chapter 5 verse 22. Tutoe matunda wapendwa kwa maisha yetu. Tuwe watu ambao tunadhihirisha Mungu kila mahali tuendako. Mungu akituangalia kwa upande wa spiritual maturity kupitia roho wake, anaona tuko sawa. Akiangalia kwa area ya reproduction, anaona kwamba pia tuko sawa. Utakuwa Mkristo mkamilifu. Na hili jambo ni jambo ambalo liko kwa moyo wa Mungu wapendwa, alichukua kwa urahisi vile ambavyo sisi tunalichukua. So that is very very important. Make sure that you know ni kwa nini umeitwa. Jambo lingine nasema kwamba ningependa kwamba tuangalie ni katika kitabu ya Mathayo tunapoenda kumalizia. The book of Matthew chapter 7 from verse 16. Mathayo mlango ambao ni wa 7 kutoka mstari ambao ni wa 16. Nasema hapo ni Yesu mwenyewe alikuwa anaongea. Wale kwamba fruit pia ni muhimu, na hii sana sana anaongea kuhusu mambo ya self reproduction. Anasema kwamba you know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Na unapata uangalie wapendwa mahali uzito Mungu ameweka katika matunda au tunda katika maisha yetu.
Anasema wale watu ambao ni watu ambao wako waaminifu kwake, wale watu ambao ni wafuasi wa Mungu wa kweli, anasema utawajua kwa matunda ambao wanazaa. In both ways. Kwa upande wa self reproduction, wewe mwenyewe mtu unafanya kazi ya Mungu, unaleta moyo katika ufalme. Number 2, the work of the Spirit in your life itaonekana kwa matendo. Ikikosa hiyo, anasema kwamba you will know them by their fruits. Na ukiangalia pale chini, can you see, let's go to verses 21. Sema kwamba not everyone who says to me, no one shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. Therefore, whoever hears these sayings of mine, that same will be likened unto a wise man who built his house on a rock. I want to tell you, brethren, kwamba mambo ya fruit bearing, kanisa mnisikize, hiyo ndio weighing machine, hiyo ndio mbili. Wewe mwenyewe ujiproduce, uzaane kwa kuleta mioyo kwa ufalme. Weka hiyo swali kwa kichwa yako, am I doing that? Number 2, nisae matunda, ni manifest the virtues of the fruit of the Spirit. According to the book of Galatians chapter 5 verse 22. Hiyo vile tulijifundisha last time. Na kama unataka kujikumbusha, rudi kwa YouTube, utapata hiyo mafundisho. Uangalie, je, mimi kweli nazaa hiyo matunda, nazaa hiyo matunda maishani mwangu? Kama hakuna, hiyo kwamba Mungu anakulenga. Sababu anasema hiyo mti ngoa. Lakini kile tumefanya stop, there is somebody here who is praying. When they come, there is somebody who has hindered God from him dealing with us. Anamwambia Baba, wacha tu tupatie time again. Na Mungu anakubali kutupatia another chance. God is looking for fruit. And it is very serious. Mali ambayo analaani mti, it's very serious. Mali anasema ing'olewe, ni kumaanisha kwamba hili jambo liko katika moyo wake. God wants us to produce fruit in our lives. God bless you. Asante. Let's appreciate the Lord. And not only that, let us be doers of His word. You can stand on our feet. Kindly tusiwe watu ambao tunakuwa theoretical. Let us be practical in whatever we do, and the Lord will bless our lives. Asante. Nataka tuinue mikono yote yetu mbele za Mungu sisi sote, kwa sababu unajua kwamba we have all come short of that glory. Inua mikono mbele za Bwana. Inua mikono mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, nimekukosea. Sijafanya mapenzi yako kwa kuzaa matunda. Kutoka siku ya leo, naomba unipe neema, nitii sauti yako, nizae matunda katika ufalme. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Mfalme wa milele, unanena ya kwamba unatafuta Bwana tunda katika maisha yetu, na wakati mwingine unaangalia unakosa na unakashirika na sisi Bwana. Unatupatia nafasi ya kuendelea, lakini hatubadiliki. Naomba kwamba Bwana hasira yako kaiondoe siku ya leo, katuhurumie Mfalme wa milele, na utusaidie Bwana tuwe watendaji wa neno lako. Unapotunenea kama ile umetunenea Mfalme, tuelewe ya kwamba tunahitaji kufanya self reproduction kwa njia ya kuambia wengine kuhusu wokovu, kuhusu upendo wako. Tunahitaji pia Bwana kuzaa tunda la Roho, kudhihirisha katika maisha yetu kila siku kwamba sisi ni wafuasi wako. Hiyo ndio ishara kuonyesha ya kwamba hakika sisi ni watoto wa Mungu, napotembea katika uaminifu, kutii na utakatifu. Naomba katika jina la Yesu, katusaidie Jehova Mungu, tukayatekeleze mapenzi yako katika maisha yetu, ili Bwana tukapokee baraka zako. Na kabidhi kila mmoja mikononi mwako, katusaidie Jehova Mungu, tupitie challenge hii katika maisha yetu, na tubadilike na tutende yale ambayo umetuamrisha kufanya. Nashukuru Bwana kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, na kuomba kwamba neno hili litakaa katika mioyo yetu na itatia changamoto ya kutii na kuyatenda yale ambayo umetuamrisha. Asante Bwana Yesu. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe, na ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Let's appreciate the Lord.